hapa. Na TAKUKURU nimekuja naye. TAKUKURU yuko wapi? TAKUKURU yuko hapa nyuma. Ukipenda tutaondoka naye. Ili akatudhihirishie kule TAKUKURU hivi vipimo na hii michoro alitoa wapi hizo mandate za kuuza, ili hali eneo likopo la nini? La mgogoro la NSSF. Mheshimiwa, unatakiwa waeleze na NSSF kwamba waelewe walikosea katika manunuzi yao, kwa sababu wamekuja kutambua maeneo yao mwaka jana. Wala kuja kuweka beacon pale wavunje nyumba yangu. Hivi kweli kabisa DC nani anaweza kuvunja nyumba yangu hiyo? Na nilitoa milioni 5 lakini na 3. Ila 3 akagoma nisiandikishe. Afisa ardhi ambaye ni Kipunde aliwahi kupita hapa akasema hakuna tatizo, sisi tukanunua, sikii uko wapi? Afisa ardhi tu hapo anakataa. Huyu hapa anasema mbele ya Mwenyezi Mungu anajua. Sisi sio sasa afisa ardhi Kipunde alisema na mengine tukitaka tutalipuka. Wakazi wa mlima wa Kanyama kitongoji cha Bukelebe kata ya Bujora wilaya ya Magu mkoani Mwanza wamemwangukia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakimuomba kumilikishwa maeneo yao yenye kaya zaidi ya 300 ili kuepusha migogoro ya ardhi ya mara kwa mara. Hatua ya wakazi hao kuwasilisha kilio chao kwa Mheshimiwa Rais imefuata baada ya afisa ardhi wa halmashauri ya wilaya ya Magu Ramadhani Kipunde kudaiwa kuuza maeneo ya mlima huo, ili hali akitambua yanakabiliwa na migogoro iliyosababishwa na baadhi ya watumishi wa ardhi. Aya, wengi wamezungumza wasema ile eneo ni eneo dogo, wanaweza kufidiwa, wanaweza kufanya nini. Kwa hiyo mimi nilichokigundua hapa, wengi wamenilamikia bwana ardhi. Huyu aliyekuwa anapimia na anaweka beacons. Anaitwa nani nimesema? Kipunde. Kipunde tuko naye hapa. Na TAKUKURU nimekuja naye. TAKUKURU yuko wapi? TAKUKURU yuko hapa nyuma. Ukipenda tutaondoka naye. Ili akatudhihirishie kule TAKUKURU hivi vipimo na hii michoro alitoa wapi hizo mandate za kuuza, ili hali eneo likopo la nini? La mgogoro la NSSF. Kwa hiyo Kipunde tutaondoka nao. Na NSSF mimi nawapa maelekezo. Wananchi wengi waliojitokeza hapa kwenye tathmini ya mara ya kwanza nilikuwa na karatasi na watu 47 ambao wameuziwa maeneo ya NSSF mwaka 2024. Lakini na hawa ambao wamejitokeza leo, ndio maana nimesema mpige picha zile fotokopi zenu za karatasi zenu tuweze kujua mko wengi kiasi gani kwa ajili ya kuweza kupatiwa fidia katika maeneo ili muendelee kuyamiliki kuliko kubomolewa ardhi zenu. Tunaelewana kwenye hapo kwanza? Kwa hiyo wale ambao hawakuwa na document, wengi walikuwa wananiambia longolongo. Nimepita nimeona hadi nyumba nyingine pale zinajengwa. Mama pale kaniambia document ziko Dar es Salaam, aliyenunua ni binti yake. Kwa hiyo kila mmoja ahakikishe dokumenti zake zinaletwa. Ofisi ya kata ipo karibu na ninyi. Ambao mmeleta leo tumezichukua, zitaenda kupelekwa zifanywe tathmini, mtapigiwa simu kwa sababu namba zenu za simu ziko pale. Na ambao hamkuleta, leo ni tarehe ngapi? Leo tarehe 5. Ninawapa wiki 2 mpaka tarehe 15. 15 ni wiki 2. Mpaka tarehe 20. Kila mmoja hakikisha ameleta dokumenti zake. Endapo mpaka tarehe 20 ikifika mwezi huu wa 3, mwananchi wote wa eneo hili atakuwa hajaleta hizo dokumenti zake alivyouziwa. Kwa sababu waliouza tutawachukulia hatua. Wote wameuza kinyume cha utaratibu. Wale 17 taarifa zao ninazo kama mkuu wa wilaya. Waliofanyia tathmini mara ya kwanza. Hao wa nyuma hatua tutawachukulia. Kwa kila mmoja ahakikishe, waambieni hao ndugu, jamaa, marafiki walete dokumenti zao ili tuweze kujua mpaka tarehe 20 ni nini kinafanyika hatima ya eneo hili. Ombi lenu nimelichukua kama mkuu wa wilaya na tutalifanyia kazi. Kwa hiyo muwe na amani, msije mkaita mgogoro ndani ya mgogoro. Tunaelewana wananchi? Ndio. Kwa hiyo lengo letu serikali sio kwamba wananchi mvunjiwe nyumba zenu. Wengi wamekuja wanatempa. Wana nyumba zao wameonyesha hapo, kwa hiyo tutaenda kuishi wapi? Tutavunjiwa. NSSF wako hapa. Mlionunua maeneo yenu mliojenga mko hapa. Kuna kijana amezungumza vizuri sana hapa, akaomba. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, umesema unaomba nini? Sogea hapa wakusikie. Tupimie eneo hili ili sisi tulipe gharama za upimaji ili mgogoro uweze kuisha. Kwa sababu eneo hili lilobaki ni dogo, hata kama unakuja kujenga, uwezi kujenga taasisi kwenye eneo lina 20 kwa 40.
Kwa hiyo tunaomba msaada wako mheshimiwa, tusaidie tuweze kupata maeneo haya, kwa sababu sisi wengine tunaishi hapa, tumejenga. Mimi nimetoka Msoma, nimekuja nimenua eneo hapa, sijui najua mwenyekiti wa serikali wa kijiji wa mtaa yupo, ameniidhinishia, nimetoa hela yangu, makosa yangu sioni. Halafu eneo hili hakuna hata mandate ya mahakama iliyokuwa nasema kwamba inazuiwa, kwamba watu wasiendeleze. Kwa hiyo ninaomba utusaidie, kama wanakuja watoe huu mgogoro uishe, waweze kutupimia, ambao sisi tuko kwenye mpaka, tulipe gharama za upimaji za serikali. Wananchi hao wamesema kuwa iwapo serikali itaridhia ombi lao la kumilikishwa ardhi kihalali kama walivyouziwa, wapo tayari kulipia upimaji shirikishi. Mgogoro huo umedumu kwa takriban miaka 16 ambapo umekuwa ukipatiwa suluhisho na kurejea upya kutokana na uuzwaji wa viwanja katika eneo hilo kushamiri, hatimaye kuibua taharuki. Mimi ni mlemavu asiyeona. Of course mimi nilinunua eneo kama kununua. Sasa nilivyonunua eneo ndio sasa nilikuwa nasikia tu mara kuna issue ya NSSF, mara kuna issue ya nini, yani ni vitu vingi, lakini kiukweli mimi sikuelewa sana kiundani, lakini mimi nilichokuwa nimejua nilikuwa ni eneo langu la mwenyewe ndio kumeshanunua kihalali. Majina mimi naitwa Greven James Mkaro, niko Bukerebe, ni mwana chama wa Bukerebe. Kinachonishangaza mimi, tulinunua hili eneo na tuliuziwa na watu wa eneo la hapa. Wakasema kwamba ni maeneo yao. Je, tulivyotoa zile hela tumeshaitwa mara 3 mara 4. Kinachoendelea hatujui, kinachoendelea hatufahamu, tuende wapi, tupande tushuke, hatujui. Je, tunaomba serikali tusaidie Mama Samia. Tutaenda wapi? Kwa majina naitwa Aziza Mema. Mimi ni mkazi wa maeneo ya Bukerebe. Nilinunua eneo hilo nikajenga, na walioniuzia ni wenyeji wa hapo na mwenyekiti akiwemo. Lakini sasa hivi tunashangaa wanatuambia kwamba eneo ni CCF. Na mimi umri wangu umeshaenda miaka 60. Serikali kama mnatuona tunakaa katika eneo hilo, tutaenda wapi na watoto? Naitwa Emmanuel Buzanza. Sisi wananchi wa Bukerebe tuna manunguniko mengi, hususan NSSF wanadai kwamba tumeingilia maeneo yao, wakati maeneo yale sisi tuyanunua kwa wananchi ambao wao wamekutwa pale na NSSF. Sasa shida inayokuja ni kwamba maeneo yale sisi tumeishi zaidi ya miaka 12. Mimi nyumba yangu pale nimekuja mwaka 2012, nimenunua, nimejenga nyumba ipo pale. Sasa leo unakuja kuniambia nimeanza kuzeeka namna hii, wananiambia kwamba nyumba iko NSSF ni bomoe, nyumba zaidi ya milioni 100. Naenda wapi? Na kushangaza ni kwamba kwa nini NSSF hawatupi ile sales agreement? NSSF wajitokeze kwa wananchi, sio watumie tu ofisi za serikali, waje kwa mwenyekiti wetu, waje na ile sales agreement. Wamenunua lini na sisi tumenunua lini? Muda unatosha mtu kumilikishwa ambaye ameishi maeneo yale zaidi ya miaka 12. Sasa kutokea taharuki tu, kila akija DC mpya anakuja na mfumo mwingine, akitoka huyu anakuja na mfumo mwingine. Sisi tutakwenda wapi? Na nimejenga pale, naendelea ujenzi, lakini cha kushangaza wamekuja NSSF mwaka nadhani 2004 au 5 kwa ajili ya kuweka beacon. Tukajiuliza hizi beacon zinawekwa kwa ajili ya nini? Tukauliza wazee, wakasema hawajawahi kuona eneo lao limepimwa. Na tulipofuatilia kwamba eneo halijapimwa, tukagundua kwamba ile eneo sio halali. Wao ni safe wanaodai, sisi hawakuwa na kesi nao wananchi. Walikuwa na kesi na Mabina ambaye kwa anavamia maeneo ya watu. Na baada hapo mahakama kuu ilitoa idhini maamuzi ya kwamba nendeni mkaridhiane kati ya Mabina na Wananzengo. Sasa ni safe wamekuja wanasema eneo la kwao. Eneo sasa baada ya kulifuatia kwa ndani tumekuja kugundua kwamba ofa ilitolewa 2002 tarehe 1 mwezi wa kwanza 2002. Kitu ambacho hakijawahi kutokea mfanyakazi wa serikali akaanza kufungua ofisi kufanya kazi. Bado hata hiyo sahihi iliyowekwa pale haina jina la afisa aliyeweka. Hii ni Tanzania Habari.